Jambo mpenzi msikilizaji, na karibu sana katika kipindi hiki cha habari cha siku ya leo. Hii ni Kivu News Info ambayo inakuletea taarifa hizi za habari ikiwa ni saa 6 mwezi huu wa 8 tarehe 25 mwaka huu 2026, na hivyo tunakuletea taarifa mbalimbali kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia tutakuwa katika maeneo ya mashariki ambako vita zinaendelea kuripotiwa siku baada ya siku, malalamiko. Tutaweza kuzungumzia pia hali ya kisiasa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikikazia masikilizano kati ya vikosi vya M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia tutaweza kuzungumzia hali ya usalama katika maeneo ya Ituri ambako wapiganaji wa wazalendo wameweza kujitolea ili kuenda kupigana na ADF. Pia tutaweza kuzungumzia kuhusu vifo vya watu ambao waliuawa siku zilizopita na waasi hao wa ADF, na hivyo kuweza kusababisha vurugu na wakaaji wa migini mbalimbali kuweza kukimbia makazi yao. Tutaweza kuzungumzia na habari nyingine mbalimbali zikiwa ni za kisiasa na za afya ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo tunakuomba uendelee kuwa pamoja nasi hadi mwisho ili uweze kupata taarifa hizo kwa maelezo zaidi. Hii ni Kivu News Info ambayo inakuletea taarifa hizi za habari, na mimi ni msomaji wako Leta Pepele. Acha basi tuanze na taarifa yetu ya kwanza. Tuanze taarifa zetu za habari tukielekea katika eneo la Ituri ambako kundi la wazalendo limeweza kujitolea ili kuenda kupambana dhidi ya waasi wa ADF ambao wanaendelea kushambulia raia na kuweza kufanya amani iweze kukosekana katika maeneo ya Irumu pamoja na Mambasa. Huko katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mjadala unaendelea kuhusu mpango wa makundi ya wazalendo kujitokeza katika maeneo ya Mambasa na Irumu kwa lengo la kuwafuatilia wapiganaji wa ADF. Mpango huo hata hivyo unakutana na upinzani kutoka kwa baadhi ya viongozi wa jamii na watetezi wa haki za binadamu ambao wanaonya kuhusu hatari zinazoweza kujitokeza. Kwa mjibu wa taarifa zilizotolewa huko Ituri, wazalendo wanaendelea kusisitiza amza yao ya kupeleka wapiganaji wao katika maeneo ya Mambasa na Irumu. Wazalendo hao walisema kuwa lengo lao kuu ni kushiriki katika kuwatafuta na kuwafukuza wapiganaji wa ADF wanaoendelea kutishia usalama wa raia. ADF imekuwa ikihusishwa na mashambulizi dhidi ya wakaaji katika maeneo mbalimbali ya Irumu na Kivu Kaskazini. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya raia, uchomaji wa manyumba na makazi pamoja na kulazimisha familia nyingi kuyakimbia maeneo hayo. Katika mazingira hayo, wazalendo wanaonekana kujiona kama nguvu ya ndani inayoweza kusaidia katika mapigano dhidi ya ADF, hasa katika maeneo ambayo usalama wake bado ni changamoto kubwa. Lakini mpango huo wa wazalendo wa kuweza kujitokeza ili kusaidia mapigano hayo haujaweza kupokelewa na kila mtu. Ni kusema kuna wamoja ambao wamekubali na wengine wamekataa kabisa, kwa kuwa kujitokeza kwao kunaweza kusababisha ugomvi na matatizo mengine mengi. Baadhi ya viongozi wa jamii na watetezi wa haki za binadamu wanapinga uwepo au kupelekwa kwa wazalendo katika maeneo hayo. Wasi wao mkubwa ni kwamba katika mazingira yenye makundi mengi yenye silaha, si rahisi kuhakikisha kwamba kila kundi linalojiita wazalendo linafanya kazi kwa lengo moja kwa kufuata sheria na maagizo kutoka kwa viongozi. Baadhi yao wanaogopa uwezekano wa watu wa makundi fulani kuwa na ushirikiano na wasiri na ADF, jambo ambalo linaweza kufanya hali ya usalama kuwa ngumu zaidi badala ya kuweza kuboreshwa. Hapo ndipo swali lingine linajitokeza likisema kuwa je, kuongezeka kwa makundi yenye silaha katika maeneo ambayo yanathibitiwa na ADF ndiyo suluhisho ya makundi hayo kujiondoa? Acha tupate majibu ya maswali hayo. Kwa upande mmoja, wazalendo wanaweza kusema kwamba wanawafahamu vizuri wapiganaji wa ADF, mazingira ya maeneo na njia zinazotumiwa na waasi hao. Ujuzi huo
wa eneo unaweza kuwa na muhimu katika operesheni za kuwatafuta wapiganaji wa ADF. Lakini kwa upande mwingine, uwepo wa makundi mengi yenye silaha unaweza pia kuongeza hatari ya mkawanyiko wa kiusalama, na pia bila mfumo wa wazi wa amri, uratibu unaweza kuwa unawajibika, na operesheni hizo za makundi mbalimbali zinaweza kuleta madhara makubwa kwa raia kwa kuwa makundi hayo yenye silaha hairatibiwi na mamlaka. Pia kuna suala la uaminifu. Ikiwa baadhi ya jamii zinazohofia kwamba kundi fulani linaweza kuwa na uhusiano na ADF, basi kupeleka wapiganaji hao katika maeneo ya raia kunaweza kuongeza hofu na mashaka. Kwa hiyo jambo la msingi si tu kusema kwamba wazalendo wanataka kupambana na ADF. Swali kubwa ni wanapewa mamlaka na nani, wanafanya kazi chini ya mfumo gani, na ni nani anayewajibika ikiwa raia wataweza kuathiriwa na mpango huo. Katika mapambano dhidi ya ADF, usalama wa raia unapaswa kubaki kuwa kipimo kikuu. Operesheni yote inaweza kuwa na uratibu wa wazi wa vyombo rasmi vya usalama, huku ikiheshimu sheria za kibinadamu na haki za binadamu. Kwa sasa mvutano kuhusu uwepo wa wazalendo huko Mombasa na Irumu unaonyesha changamoto kubwa inayowakabili wakaaji wa Ituri na hitaji la kupambana na ADF kwa nguvu, lakini wakati huo huo kuhakikisha kwamba mapigano hayo hayazalishi tishio jipya kwa raia. Kinachohitajika ni uratibu, uwajibikaji na uchunguzi wa wazi kuhusu makundi yote yenye silaha yanayoshiriki katika operesheni za usalama. Ni hizo taarifa kutoka huko Irumu na pia Mombasa ambako wazalendo wanapenda kujitolea, lakini swala hilo linaendelea kuchunguzwa kwa kina. Tutakuletea habari zingine ikiwa zitaweza kupatikana. Basi tuzungumzie changamoto nyingine ambayo iliweza kujitokeza katika eneo hilo hilo la Ituri, ambako angalau miili 4 yaliweza kubaki bila kuzikwa baada ya mashambulizi yaliyohusishwa na vikundi hivyo hivyo vya ADF. Hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika eneo la Mombasa, ambako angalau miili 8 ya watu waliouawa bado haijaweza kuzikwa baada ya mfululizo wa mashambulizi yaliyodaiwa kuhusishwa na ADF. Kwa mujibu wa taarifa kutoka maeneo hayo, angalau miili 8 imebaki bila kuzikwa katika maeneo mbalimbali ya eneo la Mombasa baada ya mashambulizi yaliyohusishwa na wapiganaji wa ADF. Hali hiyo imeweza kuripotiwa kuwa mbaya zaidi katika groupement ya Babila Babombi na Babila Teturi, ambako raia kadhaa wanadaiwa kuuawa huku wengine wakiripotiwa kupotea baada ya mashambulizi hayo. Kwa sasa hofu imetanda miongoni mwa wakaaji, hasa familia ambazo hazijui hatima ya ndugu zao waliopotea. Tatizo la miili kubaki bila kuzikwa linaonyesha pia ukubwa wa changamoto inayokabiliwa na wakaaji wa maeneo hayo ambao wanaendelea kuathiriwa. Katika mazingira ambayo usalama haujatulia, familia na jamii zinaweza kushindwa kuwafikia waliouawa ili kuwapa mazishi yenye heshima. Jambo hili linapaswa kuonwa kuwa sio tu idadi ya miili, bali ni zaidi ya idadi hiyo ya miili. Kwanza, miili hiyo ni ushahidi wa hatari ambazo mashambulizi ya ADF yanaendelea kuwa nazo kwa raia ndani ya maeneo ya Babila Babombi na Babila Tetuli. Kila mwili unaashiria familia inayopoteza ndugu, mzazi, mtoto au ndugu mwingine. Pili, taarifa kwamba baadhi ya raia bado hawajajulikana walipo inaongeza hofu. Idadi ya waathiriwa inaweza kuwa kubwa kuliko ile inayojulikana kwa sasa, ikiwa watu waliopotea hawajapatikana na taarifa hazijathibitishwa kikamili. Na tatu, hali hii inaonyesha udhaifu wa upatikanaji wa huduma za uokoaji na usalama katika maeneo ya vijiji vya Mombasa wakati wa mashambulizi yanapotokea, na raia kushindwa kupata msaada kwa wakati, na madhara yake yanaweza kuendelea hata baada ya wapiganaji kuweza kuondoka.
Ndiyo maana suala la usalama wa Mombasa haliwezi kushia katika operesheni za kijeshi pekee. Kuna pia haja ya kuwalinda raia, kuwatafuta waliopotea, kusaidia familia za waathirika na kuhakikisha miili ya waliouawa inapatikana na kuzikwa kwa heshima. Wakati huo, taarifa hizi zinapaswa kuthibitishwa kwa uangalifu na mamlaka pamoja na vyanzo huru, kwa sababu katika mazingira ya vita idadi ya waathirika na wahusika wanaweza kubadili kadiri uchunguzi unavyoendelea. Hali ya Mombasa inaendelea kuonyesha ukubwa wa changamoto ya usalama inayokabili Ituri. Angalau miili 8 bado haijaweza kuzikwa, huku raia wengine wakiripotiwa kuuawa au kuweza kupoteza maisha. Kwa jamii zilizoathiriwa, kinachohitajika sasa ni usalama wa haraka, utafutaji wa watu waliopotea, utambuzi wa waathirika na msaada kwa familia zilizopoteza wapendwa wao. Zaidi ya yote, juhudi za kukabiliana na ADF zinapaswa kulenga kuhakikisha kwamba raia hawabaki kuwa wahanga wakuu wa changamoto na machafuko yanayoendelea huko Ituri. Tuelekee katika eneo la Beni ambako vijana wa ndani ya mjini wameweza kushambulia morgue na kuweza kuchukua mwili wa mgonjwa mmoja wakati wa milipuko ya Ebola ikiendelea kutangazwa. Huko ndani ya Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini, tukio la kutisha limetokea wakati ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapambana na mlipuko wa Ebola. Vijana walishambulia na kuingia na kupiga mawe morgue ya kituo cha afya kabla ya kuchukua kwa nguvu mwili wa marehemu. Tukio hili limezua wasiwasi mkubwa kwa sababu limetokea wakati ambapo mamlaka za afya zinajaribu kuzuia kuenea kwa virusi vya Ebola. Tukio hilo lilitokea Jumatatu tarehe 24 Agosti mwaka huu mjini Beni. Kwa mjibu wa taarifa zilizotolewa, kundi la vijana lilishambulia morgue ya kituo cha afya na kuipiga mawe. Baadaye vijana hao waliingia katika eneo hilo na kuchukua kwa nguvu mwili mmoja uliokuwa umehifadhiwa katika morgue. Tukio hili limetokea wakati ambapo Ebola bado ni changamoto kubwa ya afya ya umma katika eneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Takwimu zilizosasishwa zinaonyesha kuwa jumla ya visa ni 5514 vilivyothibitishwa vimeripotiwa katika majimbo 6, huku watu 2642 wamefariki, sawa na kiwango cha vifo cha takriban 17.9. Aidha, watu 808 wako katika isolation au wameweza kulazwa hospitalini, wakati 1200 wameweza kuripotiwa kuwa wamepona. Ufuatiliaji wa watu waliowasiliana na wagonjwa umefikia 83.4. Takwimu hizi zinahusu Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Bauele, Houele na Chopo. Msikilizaji wetu mpendwa, jambo muhimu katika tukio hili ni kwamba si suala la usalama pekee ambalo linazungumziwa, bali pia ni suala la afya ya umma. Wakati wa mlipuko wa Ebola, mwili wa mtu aliyefariki unaweza kuhitaji kushughulikiwa kwa tahadhari maalum kulingana na taratibu za afya zilizoweka. Kuchukua mwili kutoka ndani ya morgue kwa nguvu na kuhamisha bila kufuata taratibu kunaweza kuongeza hatari ya maambukizi ikiwa marehemu alikuwa ameambukizwa au alihisiwa kuwa ameambukizwa. Kwa hiyo hatua hiyo inaweza kuhatarisha si familia pekee bali pia jamii nzima. Pili, tukio hili linaonyesha changamoto ambazo mamlaka zinakutana nayo katika kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Imani na hofu za jamii lazima ziendane na hatua ya kisiasa na za kuzuia maambukizi. Ikiwa wananchi hawana imani na vituo vya afya au taratibu zinazotumika kushughulikia miili, wanaweza kujaribu kuchukua hatua wenyewe. Hali kama hiyo inaweza kufanya kazi ya wataalamu wa afya kuwa ngumu zaidi. Tatu, mamlaka tayari zimeonya kuhusu watu wanaozuia operesheni ya kukabiliana na Ebola. Gavana wa kijeshi wa Kivu Kaskazini, Generali Major Evariste Somo Kakul,
alikuwa ameonya kwamba mtu yeyote atakayezuia juhudi za kukabiliana na Ebola au kuwashambulia wahudumu wanaohusika watachukuliwa hatua kali, na hivyo ataweza kupewa malipizi. Hata hivyo, uchambuzi wa tukio hili haupaswi kuishia katika suala la adhabu. Ni muhimu pia kuelewa kwa nini vijana walifikia hatua ya kushambulia morgue hiyo. Je, kulikuwa na kutokuaminiana? Je, kulikuwa na taarifa potovu, au familia ilikuwa na hofu kuhusu namna mwili unavyokuwa ukishughulikiwa? Maswali hayo ni muhimu kwa sababu kupambana na Ebola kuna uhitaji si nguvu za usalama pekee, bali pia ushirikiano wa jamii. Tukio hilo la Beni ni onyo kwamba katika kipindi cha milipuko ya Ebola, usalama wa vituo vya afya na kuheshimiwa kwa taratibu za afya ni jambo la msingi. Wakati huo huo, mamlaka zinapaswa kuendelea kutoa maelezo ya wazi kwa jamii kuhusu namna miili inavyoshughulikiwa na kwa nini taratibu fulani za kiafya ni muhimu. Kwa sababu katika mapambano dhidi ya Ebola, kulinda maisha ya watu kunahitaji ushirikiano kati ya mamlaka na huduma za afya na familia pamoja na jamii nzima. Ni hapo ndipo tunafikia mwisho wa taarifa zetu za habari. Kivu News Info ilikuwa na kuletea taarifa mbalimbali kutoka ndani ya Kivu Kusini, Kivu Kaskazini na maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tulikuwa tukizungumzia hali kuhusu wazalendo ambao wanatamani kujitolea ili kupambana dhidi ya ADF, lakini wazo hilo linazidi kutiliwa mipaka na wanazidi kulifikiria ikiwa ni jambo jema, na hivyo wengi wao wamesema kuwa inaweza kuleta hatari kubwa kwao kuenda kupambana nao. Na pia tuliweza kuzungumzia kuhusu mili ya watu ambao iliweza kuokotwa, ambayo iliweza kuzikwa katika maeneo ya Mambasa, huko ndani ya maeneo ya Babila Babombi na Babila Teturi. Maili hiyo ilikosa kuzikwa kwa sababu ya mashambulizi kuweza kujitokeza mara kwa mara. Pia tulikuwa tukizungumzia mahabari nyingine ya mingi sana, na hizo zilikuwa ni taarifa tulikuwa tukikuandalia. Mimi ni mtangazaji wako Leta Pepele, niko na furaha mingi sana kuwatangazia taarifa hizi za habari. Kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info, tunawatakia mchana mwema.